Moscow ni kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amethibitisha kwa mara ya kwanza kuwa majeshi yake yapo katika baadhi ya maeneo kwenye eneo la Belgorod nchini Urusi. Ametoa kauli hiyo wakati nchi hizo mbili zikiendelea kushambuliana kwa droni na makombora. Mengi zaidi kuhusu yanayoendelea katika mzozo kati ya Ukraine na Urusi yanaletwa kwako na Angela Mdungu. Akizungumza mjini Kiev katika hotuba aliyoitoa Jumatatu usiku, Rais Volodymyr Zelensky amekiri uwepo wa vikosi vyake huko Belgorod na kufafanua kuwa leo mkuu wa vikosi vya ulinzi Oleksandr Sirsk ameripoti uwepo wa wanajeshi wetu kwenye mikoa ya Kursk na Belgorod. Tunaendelea kufanya operesheni za kijeshi katika maeneo ya mpaka kwenye himaya ya adui, na hili ni sahihi kabisa. Ni lazima vita virudi vilikotoka. Zaidi, Zelensky amesema madhumuni ya operesheni hizo katika mikoa hiyo miwili ya Urusi ni kuyalinda maeneo ya nchi yake yanayopakana na Urusi, hasa Kharkiv na Sami. Licha ya mamlaka za ndani za Belgorod kutambua uwepo wa wanajeshi wa Ukraine katika eneo hilo, hadi sasa serikali ya Urusi haijathibitisha kama vikosi vya Ukraine viko katika mkoa huo. Wakati huo huo, jeshi la anga la Ukraine limearifu kuwa Urusi imefanya mashambulizi ya droni 46 na kombora moja kuelekea nchini humo usiku wa kuamkia Jumanne. Limesema lilifanikiwa kuzidungua droni 9 kati ya hizo, wakati droni 31 zilizuiwa. Ufafanuzi kuhusu droni 6 zilizosalia na kombora haukutolewa. Kwa upande wake, Wizara ya Ulinzi ya Urusi kupitia mitandao ya kijamii imesema imezizuia droni 23 za Ukraine usiku wa kuamkia leo katika maeneo ya mpaka ya Kursk na Belgorod. Katika hatua nyingine, rais wa zamani wa Urusi Dmitry Medvedev amesema kuwa nchi nyingi zaidi zitakuwa na silaha za nyuklia katika miaka ijayo. Ameyasema hayo na kuzilaumu nchi za Magharibi kwa kusukuma ulimwengu kwenye vita vya 3 vya dunia kwa kujihusisha na vita dhidi ya Urusi nchini Ukraine. Kupitia ukurasa wake wa Telegram, Medvedev, kando ya hofu ya ongezeko la silaha za nyuklia hapo baadaye, ameandika kuwa dunia itaunda silaha mpya zinazoweza kusababisha uharibifu zaidi. Ameongeza kuwa hata kama vita vitasitishwa nchini Ukraine, suala la kupunguza silaha za nyuklia miongoni mwa mataifa katika miaka ijayo haliwezekani.